Makosa 7 yanaweza kufanya ukose kazi mwaka 2026. Makosa 7 yanaweza kufanya ukose ajira kwa mwaka 2026. Leo nataka nikuambie kitu ambacho watu wengi hawataki kusikia. Miaka michache ijayo watu wengi sana watakuwa wanatafuta kazi, lakini wachache sana ndio watapata ajira. Na sio kwa sababu hakuna kazi, bali kwa sababu wanafanya makosa makubwa 7 yanayofanya waajiri wawakatae hata kabla ya interview. Cha kushangaza zaidi ni kwamba watu wengi hawajui hata wanayafanya vipi, au hawajui yale wanayoyafanya hayo makosa. Ukifanya hata makosa mawili tu kati ya haya 7, nafasi yako ya kupata ajira mwaka 2026 inaweza kushuka sana. Kwa hiyo hakikisha unaangalia video hii mpaka mwisho, kwa sababu kosa la mwisho ndilo linawaangamiza watu wengi zaidi. Tazama video hii hadi mwisho, kwa sababu kosa la mwisho ndiyo linaloangamiza watu wengi zaidi. Namba 1 ni kutegemea cheti pekee. Kosa la kwanza linalofanywa na watu wengi zaidi katika makosa haya 7 yanayoweza kuwafanya wakose ajira ni hili hapa ya kutegemea cheti pekee. Kutegemea cheti pekee ni kosa kubwa sana. Watu wengi wanaamini ukimaliza chuo au kozi fulani basi kazi itakuja moja kwa moja. Lakini ukweli wa soko la ajira la sasa ni tofauti. Waajiri hawatafuti tu mtu mwenye cheti, wanatafuta mtu ambaye anaweza kufanya kazi kweli. Unaweza kuwa na degree, lakini mtu mwingine ambaye ana skills na experiments kidogo anaweza kuchukuliwa badala yako. Kwa mwaka 2026 kampuni nyingi zitakuwa zinauliza swali moja tu: unaweza kufanya nini? Sio tu umesoma nini. Elewa kilichozungumzwa hapa. Unaweza kufanya nini? Sio umesoma nini. Kwa hilo ni kosa la kwanza la kutegemea cheti. Na kosa la pili ni kukosa skills zinazotakiwa sokoni. Kosa la pili ni kukosa skills zinazohitajika sokoni kwa sasa. Watu wengi wamesoma vitu ambavyo soko havihitaji sana, au wanabaki na skills zile zile walizojifunza miaka mingi iliyopita. Lakini dunia imebadilika haraka sana. Technology, AI, digital marketing, data programming, design. Hivi vitu vimeongeza mahitaji kila mwaka. Ukikaa miaka 5 bila kuongeza skills mpya, soko la ajira linaweza kukuacha nyuma kabisa. Kwa hiyo swali la kujiuliza ni hili: ni skills gani ninajifunza sasa ambayo itanifanya nitafutwe na kampuni? Skills gani ninajifunza kwa sasa ambayo itafanya nitafutwe na kampuni? Kosa namba 3 ni kutokuwa na experience. Kosa la 3 ambalo linawaumiza sana wengi au vijana wengi ni hili la kukosa experience au uzoefu. Experience ni uzoefu, kwa hiyo unapokuwa umekosa uzoefu basi ajira lazima itakuacha. Kutokuwa na experience ni tatizo kubwa sana, na ni tatizo kwamba watu wengi wanangoja waajiri wawape experience, kitu ambacho sio kweli. Lakini waajiri nao wanataka mtu ambaye tayari ana experience kidogo. Hapa ndipo watu wengi wanakwama. Lakini kuna njia rahisi ya kulitatua tatizo hili. Unaweza kufanya internship, kufanya volunteering, kufanya project zako binafsi, au kufanya kazi ndogo ndogo ili kujenga portfolio. Waajiri wanapenda kuona ulichowahi kufanya, sio tu ulichosoma. Kosa namba 4 ni CV mbaya. Kosa namba 4 ni CV mbaya. Kosa la 4 ambalo watu wengi hawalijui ni hili la CV mbaya. Unaweza kuwa na uwezo mkubwa sana, lakini CV yako ikaharibu. Waajiri hawataona uwezo wako. Tafiti zinaonyesha waajiri wengi hutumia sekunde 6 hadi 10 tu kuangalia CV. Sekunde chache sana. Kwa hiyo kama CV yako ni ndefu sana, imejaa maneno yasiyo muhimu, haionyeshi achievement, au imepangwa vibaya, inaweza kutupwa bila hata kusomwa vizuri. CV nzuri inapaswa kuonyeshwa wazi uwezo wako, experience yako na matokeo uliyowahi kuleta. Kosa namba 5 ni kukosa networking. Kosa la 5 ni kosa ambalo watu wengi wanapuuza sana: kukosa networking. Ukweli ambao watu wengi hawajui ni huu: kazi nyingi hazitangazwi hata, zinapatikana kupitia connection.
mtu anamwambia rafiki yake. Mtu anamwambia rafiki yake, rafiki anamwambia mtu mwingine, na nafasi inajazwa kabla haijatangazwa. Ndio maana watu wengi wenye connection wanapata kazi haraka zaidi. Networking inaweza kuwa kupitia LinkedIn, event, seminars, au hata marafiki na mentors. Watu wengi wanangoja tu kutuma CV, lakini hawajengi mahusiano na watu wa industry yao. Namba 6 ni kukosa kujiamini kwenye interview. Kosa la 6 ni hili la kukosa kujiamini wakati wa interview. Unaweza kuwa na skills duniani, lakini kama kosa namba 6 kama tulivyosema ni kukosa kujiamini kwenye interview. Na kosa hili ni unaweza kuwa na skills zote duniani, lakini kama huwezi kujieleza vizuri kwenye interview, waajiri wanaweza kukuona hufai. Interview sio tu kuhusu majibu sahihi, ni kuhusu kujiamini, mawasiliano mazuri na kuonyesha uwezo wako. Watu wengi wanafeli interview kwa sababu hawajajiandaa, hawafanyi practice na hawajifunzi maswali yanayoulizwa mara nyingi. Kosa namba 7 na kosa la mwisho ni kutokuwa na plani ya career. Sasa kosa la mwisho ambalo linaathiri watu wengi kuliko yote, kutokuwa na plani ya career. Watu wengi wanaishia tu bila direction, au wanaishi bila direction. Leo wanajaribu kazi hii, kesho wanajaribu kitu kingine, baada ya miaka kadhaa wanagundua hawajaendelea sana. Lakini watu wanaofanikiwa kwenye ajira wana kitu kimoja, wana plani, wanajua, wanataka kuwa nani na wanahitaji skills gani. Na wanachukua hatua kila mwaka kufikia huko. Bila plani unaweza kutumia miaka mingi ukizunguka tu bila mafanikio. Kwa hiyo kama unataka kuongeza nafasi yako ya kupata ajira kwa mwaka 2026, epuka makosa haya 7. 1, kutegemea cheti pekee, kukosa skills zinazohitajika, kutokuwa na experience, CV mbaya, kukosa networking, kukosa kujiamini kwenye interview, kutokuwa na plani ya career. Sasa nataka kukuuliza swali moja muhimu. Ni kosa gani kati ya haya 7 unahisi watu wengi wanafanya? Ni kosa gani kati ya makosa haya 7 unahisi watu wengi wanafanya? Andika kwenye comment, na kama unataka kujifunza jinsi ya kupata skills zinazohitajika, jinsi ya kutengeneza CV nzuri, na jinsi ya kuongeza nafasi yako kupata ajira, subscribe kwenye channel hii, kwa sababu hapa tunazungumzia njia za kujenga maisha bora na mafanikio. Tutaonana kwenye video inayofuata. Asante na karibu.